akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kila mnyama katika nchi ataogopa ninyi na kuwa hofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni vivi vyote, bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake msile. Hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka, na kwa mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa mwanadamu, kwa mkono wa ndugu ya mtu nitataka uhai wa mwanadamu. Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Na nizaeni mkaongezeke, zeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi tazama, nalithibitisha agano langu nanyi, tena na uzao wenu baada yenu, tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote wanaotoka katika safina, hata kila kilicho hai katika nchi. Na agano langu nitalithibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu akasema, hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, kwa vizazi vyote hata milele. Mimi naweka upinde wangu winguni, na utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni, nami nitalikumbuka agano langu lililoko kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuwaharibu wote wenye mwili. Basi huo upinde utakuwa winguni, nami nitauangalia nipate kulikumbuka agano la milele lililoko kati ya Mungu na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili kilichoko katika nchi. Mungu akamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano nililoliweka kati yangu na wote wenye mwili walioko katika nchi. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu na Hamu na Yafeti, na Hamu ndiye baba wa Kanaani. Hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote kaenea watu. Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Hamu baba wa Kanaani akaona uchi wa baba yake, akaweleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shemu na Yafeti wakatwaa vazi, wakalitanda mabegani mwao wote wawili, wakaenda kinyume nyume, wakafunika uchi wa baba yao, na nyuso zao zielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua wanawake mdogo alivyomtendea, akasema, na alaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa
amfisishe Yafeti na kae katika hema za Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake, na Nuhu hakaishi baada ya ile gharika miaka 350. Siku zote za Nuhu zilikuwa miaka 950.